Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa mwisho wa kumpata bingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League, Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga, dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana mara baada ya tarehe kupangwa na kupangwa, lakini mwisho wa siku tunafahamu kwamba dabi inakwenda kupigwa tarehe 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa mwisho wa kuamua bingwa ni nani, bwana, tumeona bodi ya ligi imetangaza marefari ambao watakuwa mapirato kwenye mchezo huo, ambao watazisimamia zile sheria 17 za soka. Sasa taarifa ni kwamba bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB imetangaza majina ya maofisa watakosimamia mechi ya watani wa jadi ambayo itapigwa Jumatano ya Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa, huku mwamuzi wa kati na wasaidizi wake wakiwa ni raia wa Misri. Kwa mujibu wa taarifa ya TPLB, Amin Mohamed Amin Omar ndiye mwenye jukumu la kuzisimamia sheria 17 za mchezo wa soka, akisaidiwa na Mohamed Hamad Abu Erigo pamoja na Samir Gama Saidu Mohamed. Mwamuzi wa akiba ni Hamad Maharus ambaye pia anatokea Misri. Kamishna wa mchezo huo ni Sarim Omari Singano kutoka Tanga, na mtathmini wa waamuzi wa mchezo huo ni Ali Muhammad kutoka Somalia. Bwana, hii pengine inaweza kawa derby special kabisa, kwa sababu ni mara chache sana kuona mwamuzi kutoka taifa jingine anasimamia sheria 17 kati ya mchezo wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unakwenda kuonekana wakitofauti kwa kusimamiwa na mwamuzi kutoka taifa jingine, kama ambavyo tulizoea kumuona Hamed Rajika, Kayoko pia, lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti sana. Bwana, Amin Mohamed Omar, raia kutoka Egypt, ni mzaliwa Septemba 25, 1985. Yeye ana umri wa miaka 39. Sasa pengine unaweza kuwa unajiuliza, huyu mwamuzi alishawahi pengine kuzisimamia sheria 17 za mchezo wa soka, pengine Simba akiwa anacheza na timu nyingine au Yanga akiwa anacheza na timu nyingine? Bwana, nataka ni kuonyesha ama ni kupitishe kwenye michezo ambayo Amin Mohamed Amin Omar amesimama kwenye michezo tofauti, Simba ikicheza na Yanga ikicheza. Bwana, Amin Mohamed Amin Omar, mwamuzi kutoka Misri, alikabidhiwa upirato kwenye mechi ya watani wa jadi. Alikabidhiwa upirato wa mechi ya watani wa jadi Juni 25. Bwana, hii inakwenda kuwa mara yake ya 3 mechi ya Simba Sports Club kuchezeshwa na Amin. Utakumbuka Misri huyu aliwahi kuwa mwamuzi kwenye mchezo wa hatua ya makundi kati ya Horoya na Wekundu wa Msimbazi Simba Novemba 2023. Katika mchezo huo uliopigwa kwenye dimba huko nchini Guinea, wenyeji walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, huku wakikosa mkwaju wa penalti wakipata dakika 70, ikiwa ni baada ya Josh Onyango kunawa mpira kwenye eneo la hatari. Mechi nyingine ya Runyasi iliyochezeshwa na Amin Mohamed ni ile ya majuzi hapa, marudiano ya nusu finali ya kombe la shirikisho kati ya Stellenbosch na Simba Sports Club, mchezo ambao ulimalizika kwa matokeo ya 0-0, Nyama akitinga finali. Bwana, huyo ndiye Amin Mohamed Amin Omar ambaye amechezesha mechi tofauti za Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga, bwana, huyu Amin Mohamed Amin Omar ndiye mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa robo finali raundi ya kwanza, Yanga Sports Club ikipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns, mchezo ambao ulipigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na mchezo kumalizika kwa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Amin Omar amezichezesha Simba na Yanga kwa wakati tofauti. Sasa anaweka rekodi nyingine ya kwenda kuzichezesha timu hizi Simba na Yanga zikicheza kwa pamoja. Bwana, iko hivyo kuelekea kwenye mchezo huo wa dabi tarehe 25, Wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga wakihitimisha mzunguko wa 30. Tumeona tayari vilabu vingine vimeshakwisha kumaliza mzunguko wao, na ikumbukwe kuwa Yanga Sports Club inaongoza ligi kwa tofauti ya alama 1 dhidi ya Simba Sports Club mwenye alama 78. Mchezo huo wa kiporo ndio utakaoamua timu gani
itakuwa bingwa wa ligi hiyo. Sasa mara baada ya mabadiliko hayo ya kumuona mwamuzi kutoka taifa jingine kuchezesha dabi, bwana, kumekuwa kuna maoni tofauti. Moja ya kati ya maoni ni kutoka kwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania, Nasor Hamduni, ambaye yeye amesema ujio wa waamuzi kutoka Egypt kuja kuchezesha mechi ya dabi Jumatano ni swala la ushirikiano tu, hamna tatizo lolote. Pia amefunguka kuwa wamefanya hivyo kutokana na waamuzi waliopangwa kuchezesha mchezo huo kutokuwepo nchini na hawakuwa na namna nyingine ya kuandaa waamuzi wengine. Na nukuu, kushirikiana katika michezo si jambo baya, na huu ni mwanzo tu wa waamuzi kutoka ndani watatoka na kwenda huko, na sisi tutawaleta wengine kuja kuchezesha huku, pia ni fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzetu, alisema, na kuongeza kuwa huwezi kuandaa waamuzi kwa uharaka wachezeshe mechi ya dabi ambayo inatazamwa na watu wengi duniani. Ni mechi kubwa, hivyo tunaamini ujio wa waamuzi hao ni sehemu sahihi, kwani hata wetu wamekuwa wakipata fursa ya kutoka kwenda kuchezesha mechi kubwa, kwani kwa nini sisi tusifanye hivyo, alisema mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania, Nasor Hamduni. Hiyo ni comment kutoka kwa mwenyekiti wa waamuzi Tanzania kuhusiana na waamuzi huo ambao umefanywa na bodi ya ligi kwa kuwaleta waamuzi kutoka nchi nyingine tofauti na Tanzania. Lakini pia nikukumbushe dabi ya Zamalek dhidi ya Al Ahly, tuliona ile dabi ambayo iliahirishwa. Tuliona moja kati ya jambo ambalo Al Ahly walikuwa wanalihitaji ni mechi hiyo kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje, na tuliona wakipendekeza waamuzi kutoka Saudi Arabia kuja kuchezesha mechi ile. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo huwa yanafanyika tu hata kwenye nchi nyingine ama kwenye ligi nyingine. Kwa hiyo iko hivyo kuelekea kwenye dabi, mchezo huo nambari 184 ambao utakwenda kuamuliwa na waamuzi kutoka Misri, ambao tayari nimeshakujuza hapo wanakwenda kuzisimamia sheria 17 za soka. Tumeona msemaji afisa habari wa bodi ya league Boimanda ametanabaisha kwamba mchezo huo utaambatana pia na sherehe za ubingwa. Kwa hiyo baada ya dakika 90 baada ya kumpata bingwa bwana, tutashuhudia pia sherehe za kukabidhiwa kombe kwa bingwa ambaye ataibuka kwenye mchezo huo. Kwa hiyo iko hivyo, kubwa zaidi tunazihesabu tu siku kuelekea kwenye mchezo huo wa dabi ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa sana, ambapo tuliona Machi 8 mchezo uliahirishwa, lakini pia tukashuhudia Juni 15 mchezo ukaahirishwa. Baadaye bodi ya ligi wakatangaza rasmi tarehe ya mchezo huo ambao ni Juni 25 siku ya Jumatano, ambapo tutakwenda kushuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa Yanga Afrika, ambapo sasa tunakwenda kumpata bingwa wa mchezo huo. Pengine pia huenda tukaenda kumpata mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo mpaka sasa Jean Shalea wa yeye ndiye kinara wa magoli kwenye orodha ya wafungaji akiwa na magoli yake 16, wakati Clement Mzize pamoja na Prince Dube wao wakiwa wanafuatia wakiwa na magoli 13. Kwa hiyo kama miongoni mwa hao pengine hakuna atakayefunga goli, basi Jean Shalea wa ataibuka kuwa kinara wa ufungaji. Lakini kama Mzize pengine au Prince Dube wataongeza magoli pengine kuanzia 4 na kuendelea, basi huenda wakaibuka ama mmoja wao akaibuka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini mpaka sasa unaweza kusema 85% Jean Shalea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.